Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anakuwa kiongozi mwingine katika nchi za Ulaya ambaye anapinga mpango wa Marekani kuishambulia Iran. Rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron amesema kwamba Marekani imefanya kosa kubwa kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron amekashifu mashambulizi yanayofanywa na Marekani ikishirikiana na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na ameonya kwamba vita hivi vitaathiri hali katika ulimwengu, si tu Mashariki ya Kati. Marekani pamoja na Israel walianzisha vita ambavyo kimsingi ni vita vilivyotengeneza uhasama mkubwa kati ya nchi za Mashariki ya Kati, ambapo wakati huu hali imekuwa ni mbaya zaidi katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Vita hivi vitakuja kusababisha hali ya maisha kuwa ngumu, si katika eneo hilo tu la Mashariki ya Kati ila katika ulimwengu kwa ujumla. Macron amekashifu shambulizi la Marekani na Israel dhidi ya Iran kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa pia. Rais huyo wa Ufaransa Bwana Macron amekosoa vikali hatua ya hivi majuzi ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akisema ilitekelezwa nje ya mfumo wa sheria za kimataifa na haiwezi kuidhinishwa. Macron alikashifu moja kwa moja akisema hayo, huku akionya pia kwamba uvamizi wowote wa Israel katika ardhi ya Lebanon utawakilisha ongezeko la hatari na kosa la kimkakati, akisisitiza kwamba wasiwasi wa Paris unaongezeka zaidi kutokana na mpango wa kijeshi ulioanzishwa na Marekani ambao unaweza kuyumbisha eneo pana la Mashariki ya Kati na kudhoofisha juhudi za utatuzi wa mzozo huo kidiplomasia. Ufaransa inakuwa ni nchi nyingine katika Ulaya ambayo ni mshirika wa Marekani kupinga moja kwa moja vita vinavyofanywa na Marekani nchini Iran. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Canada ametoa wito wa kukomesha haraka vita hivyo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alitoa wito wa kukomeshwa haraka kwa mashambulizi yaliyosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, akizitaka pande zote kuheshimu sheria za kimataifa za mashirikiano. Akizungumza huko Sydney, Carney alisema vita katika Mashariki ya Kati vinawakilisha mfano mwingine wa kushindwa kwa utaratibu wa kimataifa. Canada inatoa wito wa kupunguzwa kwa kasi kwa uhasama na iko tayari kusaidia katika kufikia lengo hili, alisema Carney. Canada inathibitisha tena kwamba sheria ya kimataifa inawafunga wapiganaji wote, alisema kiongozi huyo wa Canada. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.